Asante tena kwa jioni ya njema ya leo, jioni ya baraka ambayo Mungu tumeipata, jioni ya siku ambayo Mungu, kanisa lako pamoja na familia zetu tunapokutanika katika kusudio moja la kujua ya kwamba Mungu umebariki familia, umeziponya na familia zetu na umeziinua familia zetu. Asante kwa sababu ya watoto tulio nao na wale ambao Mungu wa mbinguni ni watoto katika nyumba zetu, ni watoto katika ndugu na jamaa zetu. Asante kwa sababu sauti zetu ambazo tumezipaza kwa juma hili ni sauti zilizoongea kuhusu nguvu yako ndani ya watoto wetu na baraka zako ndani ya watoto wetu. Watoto uliotupa Bwana ni baraka katika siku hizi za mwisho, ni baraka kwa ajili ya kanisa, baraka kwa ajili ya taifa. Asante kwa sababu ni uzao uliobarikiwa, nao ni uzao unaomiliki na kutawala. Ni uzao ambao Mungu ulisema hutawaacha wala hautawapungukia kabisa. Ni generation yaliyochaguliwa na wewe tangu asili. Asante kwa sababu ya kila aliyopo mahali hapa na yule ambaye Mungu wa mbinguni anatusikiliza kupitia mitandao ya kijamii popote pale walipo. Tunaomba kile kilichoandaliwa na wewe leo kikapate kuwafaa na kikapate kwenda katika kila eneo lao la maisha. Pasiwe na upungufu ndani yao, pasiwe na kuchoka na kukata tamaa. Kila mzaliwa na yule aliyoko katika mwili na yule aliyoko katika eneo lolote la kiroho, naye anayetufuatilia katika eneo lolote, Mungu, kwa kuwa wote tuko katika nia moja, kama patano wawili watatu wakikutanika kwa jambo wakiomba nitasikia. Tunajua ya kwamba Mungu, maombi yetu ya wiki yote hii kuhusu familia, watoto, Mungu wetu umetujibu na umetupa sawa sawa na mapenzi yako. Hata ni jioni ya leo tunapoenda kulisikia neno na kushukuru jioni ya leo, pamoja nasi katika siku hii kututengenezea mambo makuu zaidi katika ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo tuseme wote amen. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri zaidi. Asante waimbaji. Amen. Unaweza kukaa pale ulipo kwa dakika chache. Tunataka tusome neno kwa ufupi na lile neno lituongoze kwenye yale ambayo tunaenda kuyafikia. Kuna mambo makuu ambayo tunaenda kuyafanya. Tutakuwa na ushirika wa meza ya Bwana. Tutakuwa na anointing kwa ajili ya majina na familia, anointing kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo tutakuwa na mafuta au huduma ya mafuta. Number 3, tutakuwa na shukurani na sadaka ya shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Lakini tutakwenda kuyaombea majina yote ambayo tunayo kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya watoto wetu. Amen. Kuna mambo mengi katika Mungu ambayo ameyaweka kwa watoto, na hayo mambo tunataka yatokee, yazaliwe, yaonekane, yasichelewe. Tunataka yalete sifa nyumbani mwa Bwana, yalete sifa manyumbani mwetu. Bwana asifiwe. Vipawa vilivyoko ndani ya watoto visiibiwe. Amen. Visipotee, wasinyang'anywe na maadui katika ulimwengu wa giza. Watoto wetu wana vipawa vikubwa, wanazo karama ndani yao, wamejaliwa akili na ufahamu. Tunataka tuzione nguvu za Mungu ndani ya hao watoto, wakatumike katika vile vipawa, wakatumiwe na Mungu katika eneo la kiteknolojia, kisayansi, eneo lolote la kimaisha. Vile vipawa vyao visije vikaguswa na waovu. Sema amen. Wasicheleweshewe maisha yao, wasinyang'anywe haki zao za mafanikio. Haleluya. Kwa hiyo kila mtoto yule aliyoko hapa ambaye hakuwepo, wewe ni mzazi, upo kwa ajili yake, na yule anayetusikiliza kwenye mitandao, wote kwa pamoja tumeshikamana kwa nia moja
kwamba neema iliyoachiliwa na Mungu kwa kanisa iwaguse wale watoto, neema ile ifunue vipawa vile ndani ya watoto, zile karama za Mungu ndani yao, wasiwe watoto wasio na uchaji wa Mungu, wamrudie Mungu waliopotea, watumike katika nyumba ya Mungu, waweze kumwabudu na kumwamini yeye. Amen. Tunataka kila mzaliwa. Ndugu zangu, siongei tu kwa sisi tulioko hapa. Tuna maelfu ya watoto wako kule kwenye media. Amen. Nina majina yao huku kwenye simu mpaka siwezi kuyaandika. Yamekuwa kila mahali yanatumwa. Na najua na wazazi nao wananifuatilia. Na watoto pia nao wananifuatilia. Haleluya. Kwa hiyo natamani kila kipawa cha Mungu kilichoko ndani ya watoto kiinuke. Na nataka nikwambie, wana vipawa vikubwa na wana karama mbalimbali za Mungu. Wamejaliwa akili na wana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Mipango walionayo, miradi walionayo, elimu wanayotafuta shuleni, wale wote walioko madarasani, wote tuone vipawa vyao. Haleluya. Na ninaamini huu ni mwaka ambao kila mzazi atafurahi juu ya kizazi chake. Kila mzazi atakuwa na sababu ya kumwambia Mungu asante juu ya watoto wote aliowazaa, sio mmoja. Sio mmoja. Haleluya. Sio mmoja. Zaidi tena Mungu atawaleta watoto pamoja. Familia iliyoachana wakakorofishana, magomvi yasiyoisha, hali ya kuchukiana. Sio kwamba wanachukiana, lakini adui ametupa vumbi la kuwachukizana. Wameanza kukasirikiana, wanachukiana pasipo sababu yoyote ya kimsingi. Lakini tutaona matunda, wanarudi tena. Watashirikiana, watadumu kama ndugu, watakaa kama baba na mama na watoto, wataomba pamoja, watasali pamoja, watamtukuza Mungu pamoja. Watakuwa nimeona kwenye nyumba zingine katika maombi kuna sherehe za watoto. Watoto wanasema tunaenda kufanya sherehe kwa fulani, tunaenda kufanya sherehe kwa fulani. Kwa hiyo watapanga watoto wenyewe kwenda nyumba kwa nyumba ya ndugu kwa ndugu. Watafanya sherehe zao za kuwa pamoja, za kumshukuru Mungu pamoja. Watafanya ibada zao pamoja. Wataimba na kusoma neno na kuhubiriana wao kwa wao kama watoto. Hebu piga makofi kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo kwangu mimi naona kuna ushindi mkubwa kwetu sisi tulioomba. Kuna ushindi mkubwa kwa yule ambaye yuko mbali, aliyekuepo pamoja nasi katika hili wazo na hili ombi tulilolisema tunalifanya. Tunakwenda kuyashuhudia majibu ya kila ombi la mtu aliyeomba. Tunaenda kuyashuhudia matokeo ya kila ombi la kila mtu aliyeomba. Haleluya. Tunaenda kushuhudia maendeleo ya uchumi kwa watoto, baraka za afya, tabia zinaenda kubadilika. Nimepokea maombi mengi ya watoto walioharibika. Hawana future, hawana kesho yao. Wengi wamepoteza malengo, wamepoteza njia za uchumi, wamepoteza na kuharibu familia zao. Nimepata maombi hayo, na nataka niwatangazia hao waliotuma maombi, Mungu amejibu maombi yao. Wataenda kuona familia, wataenda kuona watoto wao wanarudi. Ulevi katika maisha yao utaondoka. Aina zote za tabia mbaya zitawaacha. Maana hatukuja tu kuomba, tulikuja kung'oa. Tukaja kupanda katika maisha ya watoto, kupanda mambo makubwa mazuri. Tumewapandia tabia njema, tumewapandia roho ya kumcha Mungu ndani yao. Tumepanda ndani ya watoto wetu roho ya kumpenda Mungu na kumcha Mungu na kumtumikia Mungu. Haleluya. Hofu ya Mungu ndani ya watoto inaenda kuchipuka kwa nguvu. Wengine wenu, watoto wenu watakuwa wahubiri wazuri duniani. Watakuwa watumishi wakubwa katika ufalme wa Mungu. Wataenda kutumiwa na Mungu kwa matendo makuu ya ishara, miujiza isiyokuwa ya kawaida. Sema na mimi amen.
Kwa hiyo leo ni siku ya kwenda kumshukuru Mungu kwa maneno machache. Haleluya. Kama tulivyoomba ndivyo tunavyoamini tumeshajibiwa. Haleluya. Sema amen, amen. Leo ni siku yako ya kumwambia Mungu asante. Umeajibu wale wote tuliowakumbuka katika wiki hii. Na kwa kuhitimisha majina yao tunasema tutayaweka madhabahuni. Haleluya. Sijui kama kuna chombo tayari kimeshawekwa hapa mbele. Naomba nipe chombo. Kiandae kwa ajili ya kila mtu mwenye mahitaji akiweke hapa mbele kabla sijaendelea. Kama umekuja na jina la mtu yoyote mbele ya madhabahu yangu hapa. Wow. Kama unayo wewe leta madhabahuni mara moja kabla siendelea. Nitaenda kusema maneno machache. Kwa kuhitimisha, nitasoma kitabu cha Mwanzo 28. Mstari wake wa 18. Hili ni eneo la kwanza ambalo natamani uanze kulisikia linavyosema. Mstari wa 18 anasema Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Huyu ndio aliyeitwa Israeli. Akalitoa lile jiwe aliloliwekea chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Ita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Akalimiminia lile jiwe mafuta, alafu akalibadilisha jina la mahali pale, akaliita Betheli lile eneo. Alimimina mafuta pale baada ya kuamka kwenye usingizi aliyolala, akaona maono. Maono aliyoyaona, aliona mbingu iliyofunguka. Amelala akaiona mbingu iliyofunguka. Na ngazi imetoka katika ile jiwe mahali alipolala mpaka mbinguni. Na malaika wanapanda na kushuka. Alikuwa anamkimbia Esau. Yakobo alikuwa anakimbiza maisha yake asiwawe na ndugu Esau.
akakosa mahali pa kulala, hana begi la nguo, hana sanduku la nguo, kakimbia peke yake. Hakupata nyumba ya mtu aliyempokea, akalala katika mlima, akaweka kichwa chake juu ya jiwe. Kama angelikuwa na kabegi angeliwekea kichwa, lakini hakuwa na kitu chochote cha kuegemesha kichwa chake. Katika mazingira yale magumu sana, anajua atawawa na ndugu yake, na hajui huko anakokwenda, na hajui kama atapata chakula na nguo. Maana maombi yake hapa chini anasema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia ninayoendea, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Kwa hiyo alikuwa ni mkimbizi na mazingira alionayo ni magumu, ila katika kulala kwake, hapo nataka upaone. Amen, haleluya. Nataka tupangalie vizuri katika kulala kwake. Huyu ni Israeli, kwa lugha nyingine alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Akiwa katika usingizi akaona maono, ngazi kutoka duniani chini imeenda mpaka mbingu, na akauona mlango uliofunguka na malaika wanaenda juu na kushuka. Alipoamka tu, amen, kutoka katika ile hali ya usingizi alionayo, Biblia nasema akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Cha ajabu ni hichi, alikuwa na chupa ya mafuta. Sawa sawa, Bwana asifiwe. Cha ajabu ni hichi, alikuwa na chupa ya mafuta. Kwa culture ya Kiyahudi, asili yao, nafikiri ni elimu aliyofundishwa, kwamba hata ukiwa katika mazingira gani ya umaskini usikose mafuta. Hiyo ndo najua asili ya Wayahudi. Kwa mfano, yule mwanamke wa Serepta, Elia alienda kwake, akamkuta anaokota kuni, naye amepata kuni mbili tu, 2 pieces of wood, kuni mbili tu. Elia akiwa naye amemkimbia Yezebeli, mke wa Ahabu, alipomtishia kwamba nitakuangamiza kama ulivyowafanyia manabii wangu, Elia akaogopa akakimbia. Lakini wakati huo Elia naye kwa hofu anaenda kwa mwanamke, mbingu zimefungwa, tunaenda sawa, njaa ipo juu ya nchi, na huyu mwanamke anaenda kufa. Anamwambia Elia, mimi naokota kuni nikatengeneze chakula na mwanangu tufe, ni masikini. Elia anamuuliza, kwani una nini nyumbani? Akasema, nina mafuta na unga. Amen. Yale mafuta Elia akamwambia, nitengenezee mimi nile, kwa sababu kuna mafuta kwenye kile chakula, ule unga na yale mafuta hayatakoma. Elisha naye, hata Elia alifanya tena mara nyingine. Mwanamke mwingine alimkimbilia Elisha akamwambia, nisaidie, mume wangu amekufa. Alikuwa ni nabii, naye ameniachia mwana, na wanaomdai wamekuja kudai, na mume wangu amekufa hakulipa deni.
Sasa wanataka kumchukua mwanangu, nisaidie. Mtumishi wa Mungu akamuuliza Elisha, una nini nyumbani? Akamwambia, nina chupa ya mafuta peke yake. Akamwambia, vizuri, nenda kajifungie nyumbani. Nenda kwanza kwa majirani, taka kutoka kwao vyombo vitupu, alafu vilete nyumbani, jifungie ndani ya nyumba yako, chukua yale mafuta ya mimine juu ya kila chombo kitupu. Na yule mwanamke akaenda akafanya kama alivyoambiwa, akachukua vyombo vitupu, akajifungia ndani, akaanza kumimina mafuta. Chupa iliendelea kumimina, wala hayakukoma mafuta mpaka vyombo vyote vimejaa. Vilipojaa mafuta yakakoma. Mwanamke akamrudia Elisha akamuuliza, sasa bwana wangu nifanye nini? Akamwambia, nenda yauze mafuta, lipa deni kwa ajili ya mwanao, na itakayobaki tumia kwa ajili yako. Kwa hiyo kwa asilia familia za Kiyahudi hazikosagi mafuta. Yesu akawatuma wanafunzi wake 12 katika kitabu cha Marko 12. Hebu tusome Marko 12. Marko 6 samani, sio 12, Marko 6. Nianze mstari wa 6. Akastajabu kwa sababu ya kutokuamini watu wa nyumbani kwao, walishindwa kumwamini Yesu. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Mstari wa 7. Akawaita wale tenashara, yani wanafunzi 12, akaanza kuwatuma wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za kibindoni, walakini wajifunge viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Biblia inasema mstari wa 13, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakapoza. Swali, hawakuruhusiwa kubeba isipokuwa fimbo. Amen. Lakini walikuja wakaonekana wana mafuta. Amen. Na kama walielekezwa, kwa sababu waliwapaka watu mafuta. Amen. Kwa hiyo kuna maeneo leo yataguswa ya kwako kibinafsi, na tunawapaka mafuta wengine hapa, lakini kwa niaba ya watoto wenu pia wasiokuwepo hapa. Kila eneo la maisha yao watakapoweka kichwa, mlango wa mbinguni utafunguka, na itakuwepo ngazi katika maisha yao kutoka mbinguni mpaka chini, itakayo waleta malaika kuwahudumia usiku na mchana. Hawatapungukiwa. Sema amen. Ninatangaza tena, sema hawatapungukiwa katika nyumba yangu na vizazi vyangu vyote. Kitendo cha kutia mafuta jiwe kilisema hivi, hapa patakuwa panaitwa Betheli, hapa pataitwa nyumba ya Mungu. Ndio eneo la kwanza lililobadilisha jina la mazingira ya Luzu kuwa nyumba ya Mungu, na mtoto na wewe na mimi kama nyumba ya Mungu. Leo kila kilichoko kwako kitatiwa mafuta. Na kutia mafuta ni kuhalalisha, kwa lugha nyingine ni kutia alama ya kuhalalisha
kilicho katika Kristo Yesu kwa ajili yako hakitatoka kwako tena kikaibiwa na mtu mwingine, kitamilikiwa na wewe peke yako, kitamilikiwa na watoto wako. Mungu atakitia kuwa alama, hakitaguswa na nguvu za giza. Afya yako haitaharibiwa na miungu ya aina yoyote. Watoto wako akili zao hazitaharibiwa na miungu ya aina yoyote, na chochote watakachokifanya kitafanikiwa. Piga makofi mazuri kabisa. Mwanamke aliyekuwa na deni liliisha. Mwanamke aliyekuwa anangojea ale mkate kidogo na mwanae afe, hakufa mama wala mtoto, kwa sababu kulikuwa na mafuta kwenye nyumba. Na mimi naamini kuanzia leo tutatoka kwa ibada hii. Tumefanya maombi ya siku ya kwanza ya pili. Wakongomani wanasema Jumatatu ni siku ya kwanza na siku ya pili ni siku ya tatu tulipumzika, siku ya 4 na siku ya 5 ambayo ni leo kwa Wakongomani. Kesho wanaita siku ya posho. Jumapili wanaita siku ya Mungu. Naongea kwa Kiswahili cha Kikongo, maana Wakongomani wananisikiliza pia. Nina Wakongomani wako Kongo wengi wananifuata. Wako Bunia, wako Butembo, wako Goma, wako Bukavu, wako Lubumbashi, wako Kinshasa, wako Marekani, wako Canada, wako Australia, wako Uingereza, wako Ufaransa, wako Belgiji. Wananifuata dunia nzima. Wako kila kona ya dunia wanafuata ibada hii. Wanajua ya kwamba kinachofanyika hapa na wao wanakifanya kule. Wako tayari na wao mafuta haya ya Yakobo yaende kwenye maisha yao. Upako huu wa mbingu kufunguka uende juu yao. Walichopewa na Mungu wasinyang'anywe. Walichokabidhiwa na Mungu kiwe chao milele na milele. Na kwa kutiwa mafuta ni kumaanisha kilichoguswa na mafuta ni mali ya Mungu. Hakitachukuliwa kwa matumizi yasiyo ya Mungu. Kwa maana hiyo, mikono yako itakayogusa kitakuwa kitakatifu, maana kwenye mikono yako kutakuwa na anointing oil. Utagusa kazi na kazi yako itafanikiwa. Utaanza ujenzi na ujenzi wa nyumba yako utaisha. Utaanza biashara na biashara itastawi. Utalima shamba nao utavuna. Utabeba watoto mikononi mwako nao watakomaa, watakuwa watu wazima. Hawatakufa katikati ya safari ya maisha. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Ndugu zangu, mafuta ni asili ya Wayahudi tangu mwanzo. Na ni Mungu pia alizungumza hata kwa Musa na Harun. Mungu akamwambia Musa apakwe mafuta Haruni na wanae, ili waingie katika utumishi wa nyumba yangu. Pia mtalipaka hema la kukutania mafuta, na vyombo vyote vya ndani ya hema ile vitatiwa mafuta kwa ajili ya Bwana. Navyo vitu vile vitakapotiwa mafuta, mtu yoyote atakayevigusa vitu hivyo naye atakuwa mtakatifu kama hivyo vitu. Sasa na mimi naamini atakayeambatana na wewe atakuwa ni mmoja katika waliobarikiwa na wewe. Hawatakuja maadui wakaambatana na wewe, kwa sababu hautakaa katikati ya maadui wakafurahia watakapoona unaanguka, ila watamshangaa Mungu watakapokuona unainuka. Sema amen, amen. Biblia inasema wakawatia watu wengi mafuta waliokuwa wagonjwa na kuwapoza. Haleluya. Na natamani iwe hivi kwa yule anayenisikia mwenye asili yoyote ya vita vya mwili katika afya. Au taondoka na magonjwa yanayoitwa sukari, wala presha, wala kansa, wala magonjwa ya kupumua. Kuna magonjwa watu wanapata shida wakati wa baridi, ukimwona na hema unamhurumia. Kuna mifupa, watu wengi wanateswa na hali ya mifupa, miguu yao wanashindwa kukanyaga mpaka wanatumia magongo. Wengine hawawezi kuinuka vitandani. Hata wanaonisikia, kuna mmoja nilimwambia akiwa Canada, alikuwa amelala kitandani zaidi ya miaka 7. Hata ufahamu, mpaka madokta wanaongea na ndugu wanasema, kwa nini mnamtesa huyu mtu? Haongei, hanyanyuki, hafanyi chochote, hawezi chochote, hata kula hawezi. La kifo kimemkataa, yuko kitandani. Nikasema hamna kitu atakachofanya madokta, maana hawajui. Lazima amke. Nikawagiza ile familia wachukue mafuta, nikaambia nitayaombea kwa simu, kisha watampaka yule mtu usoni.
Walipompaka yule mtu siku hiyo ya kwanza akaanza kutingisha vidole, alikuwa tingishi. Wakashangaa, vidole vinatingishika. Siku ya pili akataka kujigeuza. Mwisho kageuza macho, kafungua, akaanza kuongea. Na mimi nimeongea naye na kuomba pamoja na yeye akiwa amenyanyuka kitandani kwa njia ya simu. Natamani iwe hivi katika maisha yako. Hata ukitoka hapa, nenda shika mlango wa nyumba yako, utasema hakuna maovu yataingia kwenye mlango wa nyumba yangu. Hakuna ugonjwa utakaopita hapa. Hakuna mchawi atakayeingia kwenye lango la nyumba yangu. Ikiwa ni geti lako, utagusa mkono tu kwenye geti, maana utakuwa umetiwa mafuta. Utaenda kwenye kitanda unacholala na usingizi unakosa na ndoto unazozipata ni mbaya. Gusa kile kitanda, Mungu atakwenda kugeuza. Kutakuwa na ngazi ya malaika wa Bwana watakao kutengenezea usingizi mzuri, watakao panda na kushuka kwenye nyumba yako. Sema amen. Tutaenda kufanya hiyo huduma kwa haraka, na mwisho tutamalizia na meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni ushirika wa mwili na damu ya Yesu. Haleluya. Katika ushirika huu kila mmoja anajua kwamba damu iliyomwagika ni ya ukombozi. Haleluya. Na ukombozi ule kwa kiasilia sio ukombozi ulio wa kukuambia tu nimekutoa. Mungu hafanyi kukutoa kwa maadui kwa njia ya amani. Hafanyi kiamani. No. Ukombozi ni vita vilipigwa. Tunasikilizana watu wa Mungu Adui wangu aliyenishika mimi kama mtumwa anapigwa kwanza. For example, sisi ni wasomi, tunajua habari ya historia ya Israeli. Israeli walipochinja Pasaka, wakala mkate usio na chachu, wakachukua damu wakapaka kwenye miimo ya milango. Tarehe hiyo 14 ya mwezi wa Nisani. Siku hiyo ndio inaitwa Pasaka, au tuseme ndio karamu ya meza ya Bwana walikuwa wanafanya. Siku hiyo pakatokea kilio kwa Wamisri. Kabla Israeli hajatoka asubuhi. Haleluya. Kabla Israeli hajaachiliwa asubuhi, usiku huo wa Pasaka, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nitapita juu ya nchi ya Misri, na kila nyumba nisiyoiona damu nitapiga kila kilicho hai, mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na mnyama na miungu yote ya Misri nitahukumu. Maeneo makubwa matatu. Walio katika maagano, wazaliwa wa kwanza wa Wamisri, ndio walioshika agano la kafara zilizokuwa zikichinjwa Misri, kumfanya Mwisraeli awe masikini, awe mtumwa, na arizike na maisha anayoyapitia, wala asitamani kuondoka katika utumwa. Unanisikiliza watu wa Mungu Kila sadaka ya kafara zilizochinjwa Misri zilichinjwa kwa wazaliwa wa kwanza waliozaliwa Misri. Wazaliwa wa kwanza wakitokea, akatokea mgeni mwenyeji, akaenda kwa kupita au kwa kusafiri akiwa na mimba yake na mtoto wake ni wa kwanza, anachukuliwa yule mtoto, anapelekwa kwa Farao, kwa makuhani 7 wa Farao. Na wale makuhani 7 wana miungu aina 7. Kila kuhani anataka damu itakayomwagwa na yule mtoto achukuliwe awe ni madhabahu, ili Farao atawale pasipo shida, ili walio watumwa wasiwaze kutoroka,
wamshukuru Mungu usiku na mchana, wakisema tunamshukuru Mungu kwa Farao anayetuwezesha kupata kazi japo mshahara hautoshi. Wanamshukuru Farao. Sasa kuna Wakristo pia wanamshukuru kwa kisenti walichonacho. Wanamshukuru Mungu, maisha ni haya, namshukuru Mungu, ni mapito yangu, Mungu ameyaruhusu, namshukuru Mungu. Hata maandiko yanasema mshukuruni kwa kila jambo. Kumbe sio. Kuna madhabahu imekushikia mahali unamshukuru Mungu kwenye shida wakati hauruhusiwi kuwa kwenye shida. Israeli walikuwa ni uzao uliobarikiwa, lakini hawakujua wameshikwa tayari na nguvu za miungu ya Misri. Kwa hiyo watoto wakichukuliwa wanapelekwa kwenye madhabahu za Farao, anachinjwa mnyama. Mnanisikiliza watu wa Mungu? Ile damu inayomwagika, yule mtoto anapewa jina. Hata kama ukoo wako haina hiyo jina, anapewa jina la ukoo wa Farao. Alafu ngozi ya yule mnyama aliyechinjwa inasokotwa, ya yule mtoto inafungwa kichwani kama utepe. Ile ngozi kazi yake ni kukupumbaza akili. Kila Mwisraeli atakuwa hakiona matatizo, anaona ni njia ya maisha. Bwana asifiwe sana. Njia ya Mungu aliyeniwekea, Bwana asifiwe. Yaani hajui kwamba hapo sio kwake. Yeye atamshukuru Mungu. Akili ya kuamka hatapata. Kwa hiyo anawaza kila siku, nitamka asubuhi na mapema, nikahangaike kwa Farao, nikanyage matope, nitengeneze tofali, maana Farao bwana wangu anapenda watu wanaofanya kazi kwa bidii. Kumbe hana faida, hawezi kujenga, hawezi kuishi vizuri, watakula kwa tabu na anarizika nayo. Akili hatakuwa nayo hata siku moja. Ya pili inasokotwa, ya mnyama wa pili wa mungu mwingine, anafungiwa shingoni mtoto. Ya tatu anafungiwa mkononi. Ya nne anafungiwa kiunoni. Na nyinyi makabila yenu wengine mlikuwa mnawafungaga watoto wenu kamba za kwenye kiuno nyeusi, kamba zingine kwenye mikono. Mnawafunga, na wengine mlioshawahi kufungwa huko zamani. Si ni kweli? Mbona mmenyamaza kimya? Maana inaanzekana na Oliver. Lakini umekombolewa, sema amen. Wengine wanafungiwa kwenye kidole. Kwa hiyo kwenye mikono utahangaika, utafanya kila kazi, lakini hutaona maendeleo. Maendeleo yanaenda kwa Misri. Uchumi unaenda kwa Misri. Wewe hutapata. Ule mkanda wa kiunoni wa ngozi ule mnyama anaichinjwa, wazaliwa wako watazaliwa wote ni wa mali ya mtu mwingine, watatumikishwa. Unamwomba Mungu, Bwana Yesu, naomba watoto wangu wapate kazi, na unaomba wapate kazi, waajiriwe na mtu kwa shilingi 200, 300, 400. Sintakubali mtoto wangu aajiriwe. Nataka kila mtoto wako nawe asiajiriwe. Aende anzishe kazi yake mwenyewe. Aende anzishe kampuni yake mwenyewe. Aende anzishe kazi yake. Anzishe mashamba, piga kelele, sema naweza hiyo. Jamani, tunaenda kwenye maagano saa hii. Tunashiriki mkate na damu ya Yesu kuvunja maagano ya hiyo miungu mingine. Ya mwisho, kwenye damu ya Yesu tunaposhiriki, kila kamba iliyofungwa kwenye miguu ni kwamba usione njia ya kutoroka. Na kweli kuna watu hawawezi toroka. Siku moja nilishawahi kumwambia Mchaga mmoja kule, Mnyaturu mmoja kule Machame, nilimkuta amefanya kazi mpaka amezeeka. Anakatia majani ya ng'ombe na kukamua ng'ombe kila siku. Ameenda kule akiwa mtoto, amebaki hapo mpaka amezeeka, hajaoa, hana watoto. Nikamwambia njoo nikusaidie, nitakupa mtaji, utoke hapa ukaanzishe biashara upate hata mke. Alilia yule baba, alitoa machozi. Unataka kunikosanisha na bwana wangu? Unataka mimi nikaishi wapi? Mimi nampa akili na mtaji aende. Analia, anataka abaki pale. Kuna watu aina hiyo. Na mimi sitaki uwe hivyo. Wala watoto wako hawatakuwa hivyo. Sema amen, amen.
Hata kama yuko kwenye ajira sahihi, atafunguliwa ufahamu wake, utampeleka mahali, ataanza hata na mtaji wa 10,000 kazi, na itaenda vizuri, itaenda. Atamaliza mwaka anayo hatua ya kutokea. Sema amen, amen. Hebu nyanyua mkono mmoja juu, sema hayo yote lazima yatokee kwa vizazi vyangu. Amen. Zile kamba waliofungwa katika ulimwengu wa roho zitakatika. Haleluya. Anasema Wamisri wakapigwa usiku ule, na wanyama waliokuwa wakitumika katika madhabahu za Wamisri waliuawa nao, na miungu ya Wamisri. Fungua kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 12. Kutoka 12 mstari wa 12. Biblia inasema hivi, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Napenda hilo eneo, na nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Miungu sio sanamu, sio vinyago vimechongwa. Zile ni chapa za picha wanazoziona katika ulimwengu wa roho, kisha wanakuja kuzitengeneza kama vinyago. Miungu anayezungumza ni anguko la wale malaika walioanguka na Lucifer. Wanaokuja duniani wanataka waabudiwe. Katika hiyo miungu wako walioingia katika binadamu, wakataka binadamu wawaabudu, wawape mali. Kwa mfano, Lucifer alishawahi kumwambia Yesu, ukinisujudia kidogo tu nitakupa mali zote hizi za dunia nzima. Mali zote. Na hawa sio kwamba ndio wenye mali, lakini Biblia inawaita wevi. Kazi yao ni kuiba, kuchinja na kuua. Wao wakishaiba wanachukua mali za mtu aliyekuwa ni mwenye haki asiyejua haki yake, na ile mali inaenda kuuzwa kwa mwingine. Kama wewe vile ulivyo, inawezekana kuna mtu alishachukua mali zako, na ile haki yako imeenda kuuzwa Mwanza, imeuzwa Kenya, na hawa viumbe vya rohoni wakawauzia watu ili wawaabudu. Tunaenda sawa sawa? Sasa watu aina hiyo waliochukua na waliowaletea, hapa kuna pigo lao. Piga kelele, sema amen. Waliochukua baraka zako, waliochukua nguvu zako za kupata utajiri, wakapeleka kwa watu wengine ili wawasujudie. Kwa mfano, nikupa kwenye Biblia. Sema amen, amen. Mnakumbuka Yesu alipovuka bahari ya Genesareti? Alipofika ng'ambo, palitokea mtu aliyekuwa makaburini, aliyekuwa anafungwa na minyororo na kuita katakata minyororo, wala hapakuwepo na mtu yeyote anayeweza kumshika wala kumzuia. Mtu huyo alipomwona Yesu alimkimbilia haraka, akamwangukia miguuni, akamwambia, unatutesa, tuachie. Yesu akawauliza, mko wangapi? Akasema, tuko legion, tuko jeshi. Usitutese, tuache tafadhali. Sema, turuhusu, usitupeleke kuzimuni, turuhusu tuingie kwenye nguruwe. Zile nguruwe hazina kosa, lakini zile nguruwe ni mali ya mtu, na huyo mtu alikuwa ametajirika kwenye hizo nguruwe. Ni huyo aliyemfunga huyu mtu. Huyu mtu anateseka makaburini, anajikatakata kwa mawe, na huyu mwingine anatajirika wakati mtoto wa fulani yuko mahali anateseka. Yesu akaja amkomboe huyu, na yule anayetaka hizo mali azione hizo mali jinsi zitakavyopeperushwa. Akahamisha wale majini, wakaingia kwenye nguruwe, na wenye kuwa wanachunga wakaenda kuambia wenye nguruwe. Wakaja wakamwona yule mtu amekaa miguuni mwa Yesu, naye amevaa nguo. Wakamwambia Yesu,
usiingie katika mji wetu, tafadhali ondoka hapa. Lakini Yesu akamwambia yule mtu aliyeponywa, haleluya, rudi kwa watu wa kwenu ukawaambie yale Mungu aliyokutendea. Yesu akaondoka kwenye boti, amen, akarudi baharini physically, lakini akaingia ndani ya huyu mtu spiritually, akaenda ndani ya mji wa Genesareti ili kuendelea kuharibu nguvu za giza zilizoko katika mji wa Genesareti. Wale waliotumia ule uchawi wa mharibu huyu wapate mali ziliharibika. Nilishawahi kuingia kwenye mji wa Kenya unaitwa Kisii kwa kanisa moja la Redeemed la Deliverance kwa mchungaji Ken Nyarieko. Nilipofika pale nikiwa madhabahuni, kanisa lilikuwa kubwa kama hili na madhabahu kubwa namna hii, lakini kule hakuna mtu anakaa madhabahuni, wachungaji wanakaa hapa. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Jeremia Obedi, alikuwa ni msaidizi wangu, tunatembea naye kwenye kazi. Amekaa na Ken Nyarieko hapa. Mkutano tulipoanza siku ya kwanza, mwenyeji akasema nasikia sauti inaniambia tunakuwa. Mwenyeji akakataa, mchungaji akakataa kuja kwenye crusade. Akasema naogopa nikitoka nje nitakufa. Sauti inaniambia itaniua. Nikamwambia kwa hiyo unaogopa sauti? Akasema siwezi toka. Akabaki ndani. Naenda kuanza mkutano hivi, napanda kwenye jukwaa nianza kuhubiri, tunaletewa barua ya City Council ya manispaa. Huu mkutano ufungwe maana hauko hapa kisawasawa. Nikauliza wenyeji, mmepewa kibali? Ndio. City Council walipa? Ndio tulipewa, na hii hapa barua. Nikaambia kwenye mkutano, anayekuja kufunga mkutano aje, lakini mkutano sifungi. Nikahubiri nikamaliza hiyo wiki. Jumapili sasa niko madhabahuni pale kanisani ndani. Sauti ikaniambia kuna watu 12 wamekuja kukuua, wakamate. Wachawi 12. Mimi sijawahi kukamata mchawi physically. Nikajua sasa namkamata kimwili. Kamera ziko 3 kwenye kanisa, maana kanisa lina watu 2000 lile. Nikasema shemasi, fungeni milango, kuna watu humu ndani wamekuja kuniua kichawi, nataka niwakamate. Niko peke yangu pale. Niliposema vile wakafunga milango. Ghafla nikiwa peke yangu kule, mtu akaanguka madhabahuni, sijui alitokea wapi. Kijana wa kiume wa kama miaka 26-7, amebeba mfuko mweusi, ameanguka nao, kajifunika na nguo za aina ajabu, anapiga kelele kwamba anakufa. Mimi mwenyewe nikashtuka, nikataka kukimbia kutoka. Ametoka wapi? Ken Nyarieko na mchungaji Jeremia waliwahi mlangoni pale wakikimbia wenyewe. Nikamuuliza mtu, who are you? Kwa sababu alikuwa anaongea Kiingereza. Wewe ni nani? Akasema my name is Hussein Muhammad. Nikamuuliza unatoka wapi? Akaniambia natoka Nigeria, Abuja. Umekuja kufanya nini hapa? Nisema nimekuja kukuua. Nimekuja na timu ya wenzangu 12, mimi ni kiongozi. Tumeanza kukutafuta barabarani Tanzania, tutengeneze ajali usifike Kisii. Lakini kila tulipoweka mitego hatukukuona ukipita. Sasa tumefika mpaka hapa, tumejaribu kukuua. Hata asubuhi ya leo tumeweka kitu kwenye gari yenu, muende kunywa chai, tulete ajali iingie kwenye gari mfe. Nikasema mbona hatujaona ajali? Asema hata hiyo ajali kama umesikia imetokea, nyie hamkuonekana. Umeweka nini kwenye gari? Akasema tumeweka pesa ya Kinigeria, naira. Gari imefungwa, lakini iliingiaje kwenye gari? Tukaenda kwenye buti ya gari, akasema fungueni, iko kwenye buti. Tukaikuta iko kwenye carpet ndani ya gari, naira ya Nigeria. Asema hii ndio tulitegea gari yenu ipate ajali, lakini hamkuonekana. Sasa nimekuja hapa na wenzangu tukuulia hapa kwenye hii madhabahu. Nikamwambia ni uwe sasa. Akaniambia siwezi, humu ndani kuna moshi na malaika wamejaa kila upande. Moshi wenyewe ni yule kama mawingu ya Biblia, nasema nao mawingu yakaja kwenye hekalu yakajaza ile nyumba.
Nataka nikwambie kuna wingu la Mungu katika ibada hii, ambalo kila aliyekuja kwenye hii ibada mwenye asili ya uchawi ataondoka na uchawi wake, hautagusa mtu tena hapa. Nguvu za giza hazitagusa watu hapa tena. Sema na mimi amen. Tukamchukua yule mtu tukampeleka immigration ya Kenya. Jinsi ya kurudi Nigeria watajua wao. Tukamaliza mkutano. Akasema hivi, nimeletwa na matajiri wa mji huu. Mwaka jana ulifanya mkutano hapa na matajiri wa mji huu walifilisika. Maana wanatumia nguvu zetu. Wametafuta tena tukuzuie usije hapa, maana wataharibikiwa. Tumejitahidi, tumeshindwa. Na mimi nataka niseme hivi, utatoka na mafuta hapa. Kila anayejaribu kukugusa hataweza tena. Anayekutafuta hata kuona tena. Anayetafuta watoto wako hata waona tena. Anayetafuta watoto wako hawatawaona tena. Piga kelele, sema amen. Tunalo agano lililo bora katika damu ya Yesu. Agano hili linasema sintakuacha. Tufungue kitabu cha Waebrania alafu nimalize. Haleluya. Sema amen. Waebrania sura ya 8. Nasoma mstari ule wa 11. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake. Nianze 10 tafadhali. Maana hili ni agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika. Nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Sema amen. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Sema amen. Piga kelele, sema nitamjua Bwana. Tangaza tena kwa sauti, nitamjua vizuri. Sema nitamjua sawa sawa, maana atakuwa pamoja na mimi. Anasema kwa sababu hii, anasema nitasamehe maovu yao, wala dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa hiyo hapa tukiingia kwenye ushirika wa meza ya Bwana, kumbuka kila kosa na kila dhambi ulishawahi kufanya na zilizofanywa na wazazi wako zinakwenda kuharibika, hazitakuwa na kitu tena mbele yako. Kila kosa la maneno, kosa la kutenda, kosa la kufanya, kosa la kuwaza, lolote uloingia katika eneo lolote, kwa damu hii ya Yesu unapoenda kushiriki, kila kosa linaondoka. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Makanisa mengine yanasema usile, wewe usile. Tunawaambia watu wasili kwa sababu moja tu. Wajitafakari na wajichunguze maisha yao, kama wanatumikia miungu mingine. Tunaelewana? Kama unaenda kwa mganga na unatembea na irizi na umeweka kitu nyumbani na umeweka kwenye eneo lingine, unategemea miungu mingine ikusaidie, wewe ndio unaambiwa usile mwili huu na damu ya Yesu. Maana ukila itakuhukumu, itakuumiza. Biblia inasema ndio maana wengine kwenu hawawezi, maana yake ni wagonjwa, na wengine wamelala. Hii ni kumaanisha kulala ni kifo, kwa sababu unaleta miungu miwili, unaleta Baali, unamleta na Mungu wa Israeli ndani ya mwili wako. Hawawezi kukaa ndani ya mwili wako miungu wawili, watapigana na mwili wako, utaumia. Unakubaliana eh? Sema amen, amen. Kama uko safi sema niko safi. Haleluya. Lakini kula mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu hakukatazi kuula aliyeamini. Yoyote aliyeamini, sio mpaka umeenda kubatizwa kwanza. Kama sisi makanisa mengine tunasema lazima kabatizwe kwanza. Maadamu unamkiri na unamwamini kwa moyo wako, mwili wa Yesu ni haki yako. Namba 2, hata watoto wako uliowazaa wewe kutoka kwenye mwili wako, umewazaa, na watoto wako wameingizwa kwenye agano hili.
Huwezi kuwaondoa watoto kwenye agano, na kama hata hayupo hapa wakati ukishiriki, kwa sababu tunawaombea ili agano, anasema ni kwa ajili ya nyumba Israeli na uzao wao. Mimi naamini watoto wako yuko mahali fulani, mahali mbali, hata saa hii ukishiriki tu, mtoto wako kama anakosa usingizi, kichwa kinamuuma wakati wa mitihani, anatafuta kazi hapati, atapata mara moja, atafanikiwa immediately. Sema amen. Piga kelele, sema sawa. Jamani, ile agano sio zamani waliokula wa Israeli, lilikuwa lile ni la damu ya wanyama. Hili ni damu ya Kristo. Faida ya mwisho ya hii damu ni kuhukumu miungu. Na kuhukumu miungu maana yake kila ashera, kila anaki, kila kiumbe cha kiroho kilichokuja kikaingia ndani ya mwili wako kwa tendo la ndoa, kujamiana. Wengine wakaoteshwa na ndoto, wanakutana kimwili na hivyo viumbe kwa njia ya ndoto. Hivyo viumbe wakapandikiza kitu kwenye mwili wako, au wakachukua kitu kutoka kwako kwenye lile eneo la kujamiana. Kila walichokichukua wakaenda kutengeneza nguvu zingine za kukudhuru wewe. Moja ya madhara yake ni ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa BP. Magonjwa hayo ni maambukizi ya DNA yenu, yameenda mahali pengine, yakapelekwa kwenye maabara ya katika ulimwengu wa kipepo, wakatengenezea ugonjwa, mkasema ni ugonjwa wa ukoo, ni ugonjwa wa urithi. Babu yangu alikuwa nayo na bibi alikuwa nayo, na wewe unasema ni nayo. Hauna ugonjwa katika Kristo Yesu. Utakaposhiriki hii damu, hiyo nguvu waliokuwa wametengeneza ndani ya DNA ipeleke magonjwa hayo. Hii nguvu ya damu ya Yesu inaua hayo mawasiliano na huo ulimwengu. Piga kelele, sema amen. Haya magonjwa watu wanaombea sana, lakini kikombe hiki ni kiboko. Haleluya. Utakaposhiriki utasema kwa asili, kila aliyeingia kwenye asili ya kwetu, baba, babu, shangazi, naye akakaa katika eneo la kuoana, au akaja kwako wewe akaingia kwa njia ya ndoto na ukahisi umelala na kiumbe ukafanya naye tendo la ndoa, hii kikombe iwaue. Sasa hawa viumbe wengine tunakutana nao kimwili pia, sio kwenye roho tu. Wanaweza wakaubeba mwili wa mtu, kama kiumbe anaitwa anaki. Anaki ni kiumbe kinachovaa mwili wa binadamu kabisa na kinaoana na binadamu. Iko kibiblia. Na hawa wakizaliana binadamu, ndio unaona kwenye maandiko yanasema nao tukawakuta wana wa anaki katika nchi ile. Ni anaki ni mmoja katika malaika walioasi, wakavaa mwili wa kibinadamu, wakaoana na binadamu. Wakazaliana mpaka wakati wa Nuhu, tukasikia Nuhu na watoto wake peke yao ndio walibaki. Wengine wote waliharibika. Sasa wale wote wakagarikishwa. Zile roho za wale waliokuwa tayari ni wana wa anaki, waliogarikishwa wakati wa garika, zile roho zao hazikuenda kuzimu. Zilitokea kama roho zinazoitwa leo mapepo. Mapepo hayana mwili, lakini anaki anayo mwili. Ashera anayo mwili. Dagoni anayo mwili. Hawa ni malaika walioanguka na Lucifer. Sasa kwa kuwa wana mwili, wanakufata wewe, wanafunga na wewe ndoa kiroho. Wengine wanakuja physically kabisa, wajui. Na kama wapo na umeshirikiana nao na umeingia kwenye maisha na wao bila wewe mwenye kujua, lazima watakufa hao. Ile miili yao ile inaharibiwa na damu ya Yesu. Piga kelele, sema amen, amen. Wakija kwenye eneo la kurudia mwili, hawawezi. Haleluya. Na hata kama watoto wako wameshagusana na wao, au wengine katika utu uzima wetu tukajikuta tumeingia kwenye mahusiano yasiyostahili na kukaa katika makundi ya watu ambao humo ndani kumbe hivyo viumbe vipyo, matokeo yake uchumi unaanguka, biashara zinakufa, watoto hawaendi vizuri masomo, afya inakuwa mbaya, mahusiano kwenye ndoa ni mabaya, ndoa zinavunjika kila siku za Wakristo. Ni hivyo viumbe vimeingia ndani ya nyumba. Wakati tunashiriki hii, unashika kile kikombe, achana na haraka kukimbia. Ukishashiriki, unakuja kwenye kiti, unasema kila kiumbe kilichokuja aidha kwa ndugu zangu, kwa jamaa, kwa kaka, kwa mjomba, kwa shangazi, kwa babu, kwa nani,
akaingia kwenye DNA ya kwetu, akaniingizia umaskini huu, akaniingizia magonjwa haya, akaniletea kukataliwa, akaniletea huzuni hii na hii, hicho kiumbe kife. Wakati unasema hayo, ndugu zangu, katika ulimwengu wa roho patatokea mtafaruku hujawahi ona. Viumbe vya rohoni hivyo vyenye kuvaa mwili vitaingia kwenye hukumu kwa ile damu. Biblia inasema nami nitahukumu miungu yote ya Misri. Natamani ukimaliza ibada ya leo, kila eneo lako la afya lipokee uzima. Kila eneo lako la uchumi, kazi ya mikono, lianze kupanda na kustawi. Mtaji wa 1,000 ukazae 10, mtaji wa 10,000 ukazae 100, mtaji wa 100 ukazae 1000. Biblia inasema na 1 atafukuza 10 na 10 atafukuza 1000. Sema amen. Natamani mikono yenu isishike kazi na kupoteza, izae na kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka. Kila biashara iliyo ndogo ipande juu, kila mtaji ulio mdogo upande juu, maana adui utakao kuwa wamekushika hawatakuwepo. Sema amen. Muda wangu umeshaenda. Nimebakiwa na dakika 35 za kufanya hayo yote. Haleluya. Haleluya. Cha kwanza kabisa nataka ninyanyue makapu ya jina haya. Na hao wanaonisikiliza kwenye mitandao watanyanyua mikono yenye majina ya watoto wao kule mahali walipo. Wengine walionitumia, nitaingiza simu yangu hii kwenye kikapu, na kila aliyoko hapa atakuja kugusa mafuta, na kwenye mikono yako utainyanyua hiyo mikono yenye mafuta. Sema amen, amen. Na utakaposema lolote juu ya majina Mungu, ponya, bariki, inua, tangaza, inuka, usikae tena kwenye shida, inuka, usikae tena kwenye kukosa, inuka katika jina la Yesu. Kila mtoto wako ukimsema, dakika 15 zitatutosha. Kisha baada hapo tutashiriki mkate na kumaliza, na tutatoa sadaka zetu za shukrani. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Watu wa Mungu piga kelele, sema amen. Naomba ile chupa mafuta, Joshua, upatie mafuta yale. Sahani iko wapi? Patie sahani. Leta sahani. Mungu wa Israeli uliweka hatua za wana wa Israeli zipite katika njia za mafanikio. Ukaufanya kuwa ni uzao mteule kwako, na ukawabarikia Israeli. Na yoyote atakayemnenea Israeli mabaya na kutamka laana juu ya Israeli atakuwa amelaaniwa, kwa kuwa ni uzao uliotiwa mafuta. Wewe mwenyewe ulisema, na msiwaguse watio mafuta wangu. Ukawatangazia wafalme na wakuu wa dunia hii waofu wasiguse watio mafuta wako. Na yaweka mafuta haya wakfu kuanzia sasa, yakaguse maisha ya watu hawa na kuleta hitimisho la matatizo, mahangaiko, magonjwa, kukataliwa na umaskini usitembee katikati yao. Na chochote utakachogusana na mafuta haya katika maisha ya mtu huyu kikafanikiwe. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, yote katika kusema msaada. Wote nataka hivi, kila mkono wako, amen, kila mkono wako msani wako, amen, haleluya. Alafu utayaruhusu mwenyewe kwenye mwili wako, hasa kichwani.
kwenye eneo lako wala la upendo, kwa jina la Yesu, amen. Sasa kila mmoja atakuja kugusa mafuta. Tunaenda kwa taratibu. Naomba tuanze kutembea. Nyie mnagusa tu kwanza, mtakaa, alafu nitaenda kuomba mkiwa mmeshagusa. Mama naomba tembea, mzee muje, tuje hivi kwa kuongozana tafadhali. Gusa tu mafuta, utakaa, alafu tutaenda kuomba. Binti kuja mara moja. Twende tafadhali, tufanye haraka. Naona tunacheleweshana. Pita vile, urudi kukaa. Kama umekuja na majina utaeleta kwenye kapo hapa kabla sienda kumwagia majina mafuta. Pita upande huu tafadhali, tuweke njia. Shikanisha mafuta hayo na mikono yako kabla hujaweka kichwani. Gusa mafuta mtoto. Yes. Good. Piga keyboard tafadhali. Thank you Jesus. Yiramonde shara makuria basai. Shikanisha kwenye sahani. Tosha. Rika mosikiramanda. Hapo kwenye sahani. Kwenye sahani. Shika kwenye sahani. Ya. Tosha. Shika tu kwenye sahani. Ramonde la babosa kamandala moki.
vikainuke vipawa kwa watoto wetu, zikazaliwe kazi, biashara, mifugo na mashamba ya kutosha kwa ajili ya vizazi vyetu na vizazi hata vizazi. Kuanzia leo, kila mzaliwa wa kiume na wa kike aingie katika urithi wake na nguvu na uwezo na mamlaka, akashike, akamiliki, akatawale. Mbingu ianze kuwa wazi kuanzia leo, na malaika wa Bwana wakapande na kushuka kwa kila kizazi cha watu hawa, aliye katika kunyonya hata aliye mzee. Mlango wa mbingu kamfungukie, na malaika watakatifu waanze kushuka na kupanda kwa ajili ya watu hawa. Na tangu leo jina la maisha mtu huyu litakuwa ni jina lenye kuweka nguvu na utukufu na heshima ya Mungu ndani ya watu hawa. Aibu na dharau na mateso hayatarudia tena malango ya watu hawa na maisha yao. Na kuanzia leo hawatakuwa wakimbizi, hawatakuwa masikini, hawatanyanyaswa, hawataogopa adui langoni, maana wewe ndiye Mungu uliyewachagua na kuwatia mafuta, na ukawaambia wafalme, touch not my anointed, msiwaguse watio mafuta wangu. Natangaza kuanzia leo, watoto wa watu hawa, watoto wao na wajukuu wao hawatamilikiwa na adui, hawataguswa mahali popote, hawatashikwa afya zao, wala akili zao hazitachukuliwa, na hata baraka zao za maisha hazitaondoka mikononi mwao. Natangaza sahihi kuanzia leo, hata yule aliye mbali, mafuta haya yakamguse, akiwa nyumbani, akiwa kazini, akiwa shuleni, akiwa katika eneo lolote la safari, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme wote amen. Sasa nyanyua mikono yako hiyo, jiweke kichwani, shughulia kichwa chako, jitamkie kwanza wewe mwenyewe maneno haya. Sema, kuanzia leo uungu wa Mungu utakaa ndani yangu, mamlaka, uwezo na nguvu za Mungu katika kusema na kutenda. Jambo lolote nitakaloliwaza nitalifanya na kukamilika bila kuchelewa, katika jina la Yesu Kristo, amen. Nyanyua mikono yako hiyo, elekeze kwenye kapu. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kila aliyeandikwa hapa, aliyeandikwa ndani ya simu, aliyeandikwa katika eneo lolote nje ya nchi, jina lolote, hitaji lolote, kwa mtoto yoyote, kwa baba au mama, kwa ndugu wanaoteswa na magonjwa hospitalini, walio kwenye vitanda vya magonjwa ya kupooza, walio kwenye magonjwa ya mateso ya laana ya uchawi na ushirikina, waliofungwa kwenye eneo la uchumi, wanaoteswa na sukari, wanaoteswa na presha, wanaoteswa na mifupa, wanaoteswa kwenye miguu, wanaoteswa kwenye tumbo, aina yoyote ya vifungo, watoto hata wazee, kwa damu ya Yesu Kristo natia mafuta majina yao tangu sasa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Natangaza watu hawa hawataonewa tena, in the mighty name of Jesus. Wote tuseme amen.
Sema maneno haya: Roho Mtakatifu uliyenitia mafuta leo, nitatoka mahali hapa kikombe changu kinafurika. Baraka za Abraham, Isaka na Yakobo, baraka za kutawala na kumiliki na kushinda malango ya maadui. Kila kiumbe chochote chenye asili ya rohoni, chenye asili ya mwili, chenye asili ya wanyama au ndege wa angani au samaki wa baharini, kiumbe chochote chenye sura ya binadamu katika ulimwengu wa roho, kuanzia leo hawatanikaribia, hawatanigusa mimi na nyumba yangu, tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu natangaza mamlaka na nguvu na uwezo wa Kristo ziko ndani yangu na vizazi vyangu vyote, kwenye eneo la afya na eneo la uchumi na mambo yote ya ndoa, katika jina la Yesu, amen. Nyanyua mkono juu na mnaisema asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema tena, sintaonewa, sintateseka. Kila mashera, kila anaki, kila kiumbe cha rohoni hawana mamlaka na mimi tena, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Sasa tunaingia kwenye ushirika wa meza ya Bwana. Naomba tukae. Haleluya. Iko hivi, chukua tu simu iliyoko. Iko hivi, hata mtoto wako mpe meza Bwana. Amen. Biblia inasema Mungu anakuokoa wewe na watoto wako ni waliobarikiwa na Bwana. Usiwatenge na agano hili. Tuondoke kwenye mapokeo ya dini. Na ukiweza kama mzazi, wakati mwingine usisubiri kanisani siku gani utashiriki. Tengeneza nyumbani. Shiriki na watoto wako nyumbani. Na wakati unashiriki, maandiko ni mengi. Na kama huna maandiko nitakwambia, na unaweza kunipigia simu nikakusaidia. Amen. Haleluya. Fanya hivyo wakati Yesu anasema fanyeni hivi kila wakati. Kila wakati. Kanisa la mitume la kwanza lilishiriki nyumba kwa nyumba. Meza ya Bwana iko kwa ajili ya wewe na nyumba yako. Sasa naomba wakati unashiriki utakumbuka watoto wako, utakumbuka kila kitu wanachofanya. Walio kwenye masomo mwaka huu darasa la 7, watoto wako wafaulu, wa form 4 wafaulu, wa form 6 wafaulu, na wale wa chuo wote. Na wanapofika kwenye ndoa wasicheleweshwe, wapate watoto, waolewe na waoe, na waishi kwenye nyumba walizojenga wenyewe. Wasiingie kwenye maisha pasipo makazi, waanze na makazi yao. Sema inawezekana. Wa sauti tena, inawezekana. Piga kelele, sema napunguza viwanja vyote bei na kila gharama ya maisha kwa ajili yangu na vizazi vyangu. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Kama unajiamini mkono wako ni msafi, utapanda juu ya ngazi, utakuja pale juu. Tafadhali Moses, Akida, Pastor, muende pale juu, twende tushiriki meza ya Bwana. Utachukua kikombe na mkate, utarudi sukula, kisha utarudisha kikombe kwa ajili ya usafi, utakuja kukaa. Wakati unakaa, anza kuongea juu ya kila uliyomwandika, kila unayemfikiria. Anayekuja hata kwenye akili yako, mseme kwa damu hii ya Yesu, kiumbe cha rohoni akitamgusa. Na kama unajua kuna mchawi anayekufuatilia, mwambie kuanzia leo. Kama unamjua kuna mtu yoyote adui yako, kuanzia leo kwa damu hii hata inuka tena juu ya maisha yangu. Amen. Sema amen. Sasa tunaenda kuingia kwenye meza ya Bwana. Tutafuata vile vile kwa mstari, lakini tunaenda kuanza kwa maombi. Na vivi hivi siku ile ulipotolewa, ulitoa mkate, ukashukuru, ukasema, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu.
Fanyeni hivi kila wakati mkutanikapo kwa ukumbusho wangu. Baba, asante kwa sababu ya mwili wako uliotolewa kwa ajili yetu, ili kila eneo letu la mwili liwe la kuanzia nje hata ndani, viungo vyetu vya mwili kuanzia utosi hata nyayo, kila kilichoko ndani ya mwili kikapata kujua wewe Mungu umetuponya na magonjwa na hatari za dunia na laana za dunia. Chochote kilichopandikizwa kinyume na mwili huu kutoka kwa yule adui vikaribiwe kuanzia sasa, na huu mwili utakao kwenda kuingia ndani ya mwanadamu ukaleta uponyaji na afya na mafanikio, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na vivi hivi baada ya kula ulikitoa kikombe ukasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, nyweni nyote kwa ukumbusho wangu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya damu yako, na kwa kuwa umetupa kwa ajili ya agano, tunapokea agano hili kwa ajili ya kila eneo letu la kiroho, mahali popote tulipokuwa tumeanguka na maadui wakapata nguvu kinyume na sisi. Damu hii ikawaharibu maadui zetu. Kila adui aliyekuja amevaa mwili na asiye na mwili, damu hii ikamwangamize na asiwepo mbele yetu. Tunapokea agano hili kuwa agano letu la milele juu ya maisha yetu ya kiroho. Tutaonewa, hatutateseka, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Naomba mama taanza, tapanda juu hapa kama tulivyokuja wakati wa kupaka mafuta. Twendeni kwa mstari. Mzee usiende. Kaa upande ule uongoza watu. Sakina. Karibu. Huu ndio mwili wa Yesu uliotolewa kwa ajili yako, na hii ni kikombe cha agano jipya katika damu yake. Mistari iko miwili, tafadhali ndio ushiriki. Utakapokwenda kumaliza utaenda kukaa, shiriki moja kwa moja alafu ukakae. Vikombe utaviweka hapa kwenye ndoo. Pokea, hiki ni kikombe cha baraka, ni kikombe cha wokovu wako. Utakula mkate na utakwenda kuchukua kikombe, kisha utaweka kwenye ndoo kukaa katika hali ya maombi. Kama umekuja na mtoto, tafadhali hakikisha mtoto wako unamsaidia. Wakati unaenda kukaa, utakuwa unakaa katika hali ya maombi kwa ajili ya kuzungumza na wale uliowasema katika nyumba yako kwamba Mungu awabariki. Na kama kuna maadui pia, utasema kikombe hichi nilichoshiriki cha damu ya Yesu kitakwenda kufanya kazi kinyume na maadui zangu walioinuka kinyume na mimi. Ramoti Shabaka Shamai, iwe baraka kutoka katika yeye yote ulioyataka katika damu ya Yesu. Pokea vipawa katika damu ya Yesu. Pokea nguvu katika mwili wake. Chochote utakachokifanya kikafanikiwe. Chochote utakachokitaka kukishika kwa mikono yako kikapata kuzaliwa. Asili ya kufanikiwa izaliwe ndani yako. Asili ya afya ikakae ndani yako. Maashera na miungu mingine yote ya Anaki waangamizwe kuanzia leo. Yoyote aliyeshika DNA yako aangamizwe. Yoyote aliyeshika asili ya damu ya kwenu aangamizwe. Asiwepo hata mmoja atakayesalia. Kiumbe chochote cha Anaki, kiumbe chochote kutoka katika malango ya kuzimu, katika jina la Yesu Kristo, hivyo viumbe waangamizwe wote. Waangamizwe wote. Waangamizwe wote. Waangamizwe wote katika jina la Yesu Kristo. Kila kiumbe anayekuja kwenye ndoto, anayetembelea kitanda chako usiku, kila kiumbe aliyezuia usifanikiwe, kila kiumbe anayetengeneza mateso kwenye mwili wako, aangamizwe kwa damu hii. Maandiko yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Asante Yesu kwa sababu ya ushindi. Asante Yesu kwa sababu ya uwezo na nguvu zinazokwenda kutenda kazi ndani ya watu hawa.
katika jina la Yesu Kristo. Falme zote za giza zinazoshindana na wewe usiku, zinazotembea katika ndoa yako, wanaoshindana na uzao wako, falme zote zinazotembea kwa mzaliwa wako wa kwanza au mzaliwa wako wa pili hata wa mwisho, kila falme hizo, kwa hiyo damu uliyoshiriki, ninatangaza mauti za hao maadui, natangaza mauti za hao maashera, natangaza mauti za hiyo miungu kwa jina la Yesu Kristo. Hawatakutesa tena, hawatatesa uzao wako, hawatatesa watoto wako. Kama ni mtoto wa kuzaliwa, hata kaa kwenye mateso tena. Kama ni mtoto wa kulea, hata kaa kwenye mateso tena. Kama ni mtoto wa baba yako mdogo au wa ndugu yako anayeteseka, hata teseka tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naachilia vipawa vya hiyo damu ya Yesu, naachilia nguvu ya hiyo damu ya Yesu, ikawakomboe wazaliwa wako, ikawakomboe watoto wako wa kiume na wa kike, ikawakomboe watoto wako waliozaliwa katika hali ya umaskini wakapate kuwa matajiri, waliozaliwa na magonjwa wakapate kuwa na afya, waliozaliwa katika hali ya kukataliwa wakapokee kibali kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ikawafunike wazaliwa wako walio hapa, walio mbali, walioko kila kona za dunia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuombea, endelea kuomba. Thank you Jesus. Kuna mtu ambaye Mungu ananiambia ametembea kwenye hofu ya kifo. Kuna mtu ametembea na hofu ya kifo. Amekuwa akiliona kaburi mara nyingi akihisi yeye ndiye anaenda kufa. Hautaliona hilo kaburi tena katika jina la Yesu. Roho wa Mungu amekutoa kwenye huo mlango wa mauti. Hautaliona hilo lango la kaburi, bali mbingu yako itakuwa ikisema na wewe mema, na afya yako na uzima wako. Aliyesema wewe ufe, yeye ndiye utakwenda kumzika, wewe hautakufa katika jina la Yesu. Aliyekutangazia wewe kuingia kwenye kifo, yeye ndiye atakayekwenda, wewe hautaingia katika jina la Yesu. Amen. Nyanyuka kwa miguu yako pale ulipo. Sema, damu yako Yesu iwe juu yangu na watoto wangu. Damu yako Yesu iwe juu yangu na vizazi vyangu. Tangu leo mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tutatoka hapa na wazazi wetu na ndugu zetu na watoto wetu wa kiume na wa kike. Hawatabakia Misri, hawatashikiliwa kuzimuni, hawatateswa tena. Kuanzia leo, kwa mafuta niliyochukua katika mwili wangu, sintaguswa na magonjwa wala umasikini hautanitembelea. Na yoyote anayenyoosha kidole kinyume na mimi, kidole chake kitamrudia. Anayenilaani atalaaniwa, na atakayenibariki atabarikiwa. Hakika wema na Bwana, hakika wema wa Bwana na fadhili zake zitanifuata siku zangu zote, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama umekaa karibu na mtu yoyote, msalimie tu, mwambie shalom, shalom, mwambie umefanikiwa. Na kama unaweza kumwambia neno lolote, kuna maneno ya Mungu yanaenda kutokea kwenu mtakayowaambia watu yatatokea. Kuna nguvu ya maneno mtakayowaambia watu, na hayo mambo mtakayowaambia yatatokea. Kwa hiyo kama una neno zuri la kumwambia mtu, mwambie. Kama ni ndugu yako, mtoto wako, mwambie, maana hayo mambo sahihi yako kwenye uwezo wako, utakwenda kuyasema naye yatatokea. Tembea tu, salimiana, salimiana, salimiana. Salimie kila mmoja. Amen. Umepona, naona. Umepona kabisa. Amen. Barikiwa mtumishi. Amen. Shalom. Amen.
Jamani, ni haki yako ukafanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako inavyofanikiwa. Ndivyo mzee Yohana alimwambia Gayo, ubarikiwe, ukafanikiwe, ukatawale, ukamiliki, ukafanye yote mema yakatokee kwako katika mikono yako, ukatawale katika jina la Yesu, ukatawale wewe na vizazi vyako katika jina la Yesu. Nenda katawale na nyumba yako. Kuna watu wanapenda kunipa na mimi mkono. Njoo nipe tu mkono, usiogope. Kafanye kila unachoweza, iko kwenye uwezo wako. Kwa jina la Yesu ukafanye makubwa. Kafanye makubwa. Amen. Kafanye makubwa. Kuna mtu anayekuonea hata kuonea tena. Kuna mtu anayekutafuta kwa hila hata kuona tena. Hao wa Misri waliowaona hutawaona tena. Hao mashera na hao wanawake hautawaona tena. Hautawaona tena. Na piga kelele, sema hawataonekana tena. Sema hao wachawi wa usiku wameshajichimbia shimo la kuzikwa. Sema hao wanyama na ndege wa angani wameshakufa wote. Hawataruka juu ya nyumba yangu tangu sasa. Amen. Amen. Piga kelele, sema amen. Wanaolala kwa shida leo ni usingizi mpaka asubuhi uamshwe. Wenye kuteswa kwenye ndoto hautamwona huyo mtesaji. Piga kelele, sema ameshaangamizwa kwa damu ya Yesu. Kila ashera, kila anaki, kila miungu ya Dagon hawatazaliwa tena masikini katika nyumba yangu, wala walio dhaifu. Amen. Tunaenda kutoa matoleo ya shukurani. Kila mmoja ana mkono wake wa sadaka ulioweza kuwajiandaa. Kama una matoleo, njoo na sadaka zako, leta mbele za Bwana. Njoo na kile ulicho nacho, mwambie Mungu asante, umenibariki, umenikomboa na nyumba yangu. Nimekomia kwa bei ya mauti ya mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furaha, kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake, nimekuwa mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, mimi mwana wake kweli, nitauona uzuri
uzuri wake, mfalme wangu wa ajabu, Musa na furahisha katika neema yake, akombolewa na damu ya mimi mwana wake kweli. Weka mikono moja juu namna hii, funga macho. Baba, kila siku kwako ni mpya ulioifanya kwa watu hawa, ambayo kila siku hiyo umeiweka kuwa ni siku ya furaha, siku ya heshima na amani tele. Umeigenga ngome kwa watu hawa, adui hatapata nafasi tena. Umeweka alama juu yao, nao umewatia mafuta, na ukatangaza ushindi wao. Naziruhusu nguvu zako ziende na wao katika eneo lolote wanalotoka nalo hapa, eneo la kiroho na la kimwili, katika eneo la uchumi, eneo la kifamilia, eneo lolote la afya, eneo lolote katika ulimwengu wa roho. Malaika zako wakawahudumie watu hawa. Naagiza jeshi la mbinguni litembee na watu hawa katika nguvu na uwezo, wasionewe duniani tena. Agano hili liwe imara kwao, hata maovu yasikumbukwe tena. Katika njia zao wakaone kutenda mema na kufanikiwa, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hata yule aliye mbali, hata yule aliye nyumbani, hata yule aliye katika nchi za mbali, natangaza baraka za Abraham, Isaka na Yakobo zikakae juu yako na watoto wako, zikatembee pamoja na wewe usiku na mchana. Usikose chochote kilicho chema. Afya yako ikaimarike, na ukazione wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Makazi yako yawe makazi ya kufurahi. Nyumba yako ijae amani na vitu vyema vikajae katika mahema yenu, katika jina la Yesu Kristo. Kila mzigo uliobeba ninaong'oa. Kila eneo ya nira imevunjika, haitatesa nyumba yako tena. Nira za kichawi hazitakuwepo tena. Nira za umasikini hazitawatesa tena. Nira za magonjwa kwa jina la Yesu hazitawatesa tena. Na hatua za watu hawa nazitangazia zikatembee na kukanyaga kila eneo, katika eneo lolote la kiuchumi, wakashike, wakamiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kanisa tuseme wote amen. Tupige makofi mazuri. Mungu awabariki. Piga makofi, vigelegele. Hakika mtatoa ushuhuda muda sio mrefu. Zile shuhuda zisizo kuwa za kawaida utazitangaza kila mahali. Hata usiposema tutaona. Hata usipofungua mdomo tutasema hakika Mungu amekutendea mambo. Hakika watoto wako wametendewa mambo. Hakika ndoa yako imetendewa mambo. Ulikuwa huna mahali pa kulala, sasa unayo. Ulikuwa huna kazi, sasa tunasema unayo. Piga kelele, sema amen. Mungu awabariki. Tumemaliza ibada hii na tutakuwepo usiku wa mkesha kwa wale watakao kesha. Jana niliambiwa kuna watu walikesha hapa.
Na Mungu awabariki mliolala hapa pia. Leo